Baba, tunalitukuza jina lako, Mfalme, Mungu mwenye nguvu, Muumba wa mbingu na nchi, vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Mungu, wewe ni Alfa tena ni Omega. Mungu, wewe ni mwanzo tena wewe ni mwisho. Ni nani Mungu kama wewe, Yehova, ambaye umejitambulisha kwetu kama Yehova Shalom, Yehova Rafa, Yehova Nisi, Yehova Yire, Yehova Roi, Yehova Adonai, Yehova Eli Shaddai, Yehova Eli Gibo, Yehova Elohim. Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, ututendeaye mambo ya ajabu, mambo ya kutisha, tunakushukuru. Tunakiri bila wewe Mungu hatuwezi lolote. Wewe ndiye chanzo cha mafanikio, chanzo cha uhai wetu, chanzo cha baraka zetu, chanzo cha ushindi wetu. Peke yako Mungu unapokea sifa na utukufu. Libarikiwe na kuniliwa jina lako, Mfalme wa amani. Sante kwa ajili ya kanisa lako Kristo ulilolinunua kwa damu yako ya thamani. E Bwana Mungu, katufanya sisi kwa watu tulioshindwa hapo zamani, lakini ukatuketisha pamoja nawe Bwana katika utukufu ulio mkuu mno. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya uzima, tunakushukuru kwa ajili ya neema hii, tunakushukuru kwa ajili ya uokovu, tunakushukuru kwa ajili ya uponyaji, tunakushukuru kwa ajili ya matendo yako makuu Bwana. Tunakushukuru Mungu kwa kutuvusha tena na kutuingiza mwaka mwingine. Baba, tunakushukuru kwa mengi umetenda na yale ambayo Bwana Yesu umekusudia kututendea katika mwaka huu. Mungu mtakatifu, tuna mioyo ya shukurani machoni pako. Tusaidie Bwana, tuwezeshe, tujalie neema ya pekee ili tuongezeke rohoni katika kukujua Kristo na kuyafanya mapenzi yako yaliyo makamilifu na matimilifu. E Bwana, mtie nguvu aliye mnyonge, aliyevunjika moyo mwinue Bwana, aliyekata tamaa akapokee nguvu mpya. Mwezeshe, msimamishe, mwinue Bwana, aliye mgonjwa akapokea uponyaji wako Yehova. Tukayaone matendo yako makuu, ukituhuisha, ukituamsha, ukitufanya kwa namna mpya, ili Mungu mtakatifu tuyatimize yaliyo makusudi yako na mapenzi yako. Jalie neema ya kushuka na kunyenyekea, kuvunjika na kupondeka machoni pako Bwana, ili Mungu tupate kuyafanya yaliyo mapenzi yako matakatifu. Bariki kila mmoja wetu, e Mfalme wa amani. Neema yako Kristo ikaendelee kutufunika sisi sote. Jalie hata wakati huu tunapokwenda kusikiliza maneno yako matakatifu, wewe Roho Mtakatifu kawe mwalimu wetu. Tuongoze kima na maarifa yako Bwana kawe juu yetu. Tunavunja na kuangusha ngome zote za shetani, hata wale maadui waliojihudhurisha tunawafunga katika jina la Yesu Kristo katika ulimwengu wa roho na kuwatiisha chini ya mamlaka yako Bwana. Uzima wako katembee katikati yetu, kitugusa Bwana katika neno lako. Jalia mjoli wako kulinena sasa na mapenzi yako, katika jina lake Yesu Kristo ninaomba, amen. Tukae. Bwana Yesu asifiwe. Baadhi ya ndugu zetu wamesafiri wengi, kwa naangalia baadhi, karibu zaidi ya watu 15 wapo kanisani, wamesafiri huko na kule, na mama mchungaji ni mmoja wao, alisafiri kuelekea Moshi. Basi tuendelee kuwakumbuka. Bwana awe pamoja nao. Nguvu ndani ya damu ya Yesu ndio somo letu. Nguvu ndani ya damu ya Yesu. Nguvu ndani ya damu ya Yesu. Tangu anguko la mwanadamu, Mungu alitafuta namna ya kuturejesha, kurudisha uhusiano ambao tuliupoteza katika bustani Edeni. Mungu alipomuumba Adamu na Hawa, aliwataka wakae mahali penye bustani ya Eden, wafurahi, wale, wanywe kama watoto wa Mungu,
na Mungu akiwa ni baba yetu, akaweka kila kitu pawe mahali penye furaha pa kupokea katika mahitaji mbalimbali. Na baada ya lile lililotokea kwa ushawishi wa yule adui mwovu, akavunja uhusiano wa Adamu na Mungu. Na Mungu baada ya akaona kusudi lake alikutimia, alitafuta namna ya kurejesha ule uhusiano. Na kupitia damu ya thamani ya Yesu Kristo tulipata haki tulizozipoteza. Haleluya! Tulipata haki tulizozipoteza. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 20 na mstari ule wa 28, Biblia inasema jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu. Sasa ule mstari unaofuatia anasema alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Bwana asifiwe. Tumenunuliwa kwa damu yake mwenyewe, kwa damu yake ya thamani. Sisi tuliokuwa tayari tumepotea, tumeuzwa, lakini kupitia damu yake Yesu Kristo tumepata ukombozi ulio mkamilifu. Kwa kifo chake Yesu Kristo, kwa kuendea msalaba na damu yake iliyomwagika pale msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu, sisi tumetakaswa, tumelipiwa deni. Haleluya! Kitabu kile cha Wakolosai sura ile ya 2, kuna maneno pale ya muhimu sana ambayo Paulo alipata ufunuo huu. Anasema kuanzia mstari wa 13, ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu za makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Haleluya! Akaigongomea msalabani. Ile hati ya mashtaka aliifuta. Kwa hiyo wewe haushtakiwi tena. Kwa nini? Kwa sababu alilipa deni. Alilipa deni kwa gharama ya damu yake ya thamani. Kwa hiyo imo nguvu ya ajabu ndani ya damu ya Yesu Kristo. Haleluya! Unabii wa damu ya thamani ya Yesu Kristo ulianza kutolewa baadaye, baada tu kupoteza ile haki yetu katika bustani ya Edeni. Wakati Adam na Hawa walipomaliza walipoondolewa katika bustani hii, ndipo walipojitambua kwamba wauchi, hawana mavazi tena. Kabla ya hapo si kwamba walikuwa nayo mavazi, lakini walikuwa wamefunikwa na utukufu wa Mungu. Ule utukufu wa Mungu ulipoondoka, ndipo walipoitambua dhambi yao, au ndipo walipojiona wauchi. Bwana asifiwe. Wakajifunika majani, lakini haya nayo pia yakufaa. Baadaye Mungu aliwatengenezea ngozi. Amen. Na ile ngozi manake aliuawa mnyama. Ilibidi mnyama auawe asiye na hatia, na damu yake ilipomwagika, ngozi yake ilipatikana, akavikwa Adamu na Hawa ili kufunika aibu yao. Walifunika aibu yao, manake
tatizo alilokuwa nalo lilifunikwa kupitia ngozi ya mnyama aliyeuawa akamwaga damu. Bwana asiwe sana. Hii ni picha inaonyesha kwamba walipokea haki kupitia damu. Haleluya. Au ilikuwa inaonyesha picha ya mbele kwamba damu ya Yesu Kristo itaweza kutuondolea uovu sisi na kuficha au kutusafisha, kutuondoa katika hatia ambazo tumekuwa nazo. Lakini pia tunaona Kaini na Abili katika sura ile ya 4 kitabu cha Mwanzo. Pia wakati hao wawili walipopeleka sadaka, naona sadaka yake Habili, kwa sababu alikuwa amejifunza namna ya kumtolea Mungu, na kwamba sadaka yake ilihitaji kuteketezwa kwa mnyama, damu imwagike. Ukisoma kitabu cha Waibrania sura ile ya 9 na mstari wa 22, wewe uliyefika soma Waibrania sura ya 9 na mstari ule wa 22. Inasema, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Amen. Bwana asifiwe. Anasema, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Habili alijifunza hili, na ndio maana sadaka yake ilipata kibali mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo hii inatupatia picha kwamba damu ilikuwa ya muhimu sana kwa ukombozi wa mwanadamu. Haleluya. Na nyakati zile wale makuhani, mtu yoyote ambaye alikuwa anataka aende aweke toba yake mbele za Mungu, alikuwa anaenda kwa kuhani na mnyama, na alipoenda pale na mnyama, anaweka mkono wake kwenye kichwa cha yule mnyama. Anapochinjwa, damu yake ile ikimwagika, anaonekana huyu mtu amesafishwa, ameoshwa dhambi zake zote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunaona katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 12, jambo moja lilitolewa siku ile, jambo moja lilitokea siku ile, hawa wana wa Israeli wanaondolewa katika nchi ile ya utumwa. Kitabu cha Kutoka sura ya 12, labda usome kuanzia mstari ili tupate picha. Hebu soma mstari wa 1 mpaka wa 13. Ni mistari mingi lakini soma. Inasema, Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israel mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwanakondoo mmoja kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mwanakondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israel watamchinja jioni. Nao watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto.
Tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Amen. Mstari wa 7 anasema, na ile damu mtaipaka katika mimo na vizingiti vya milango katika nyumba zenu. Na mstari wa 13 anasema, niurudie, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Bwana asifiwe. Kwa hiyo damu iliwaokoa. Damu ilipoonekana katika nyumba zao, ikaonekana hapa hiyo nyumba haipasi kupigwa, ikawa salama. Haleluya. Kwa hiyo damu, uthamani wake ulianza kuonekana tangu zamani, ikionyesha kwamba kuna damu inahitajika katika maisha yetu. Bwana apewe sifa. Na damu ya Yesu Kristo, uthamani wake kwetu ni mkubwa mno, na kuna mambo mengi yanayotendwa ndani ya damu ya Yesu. Najua wengi wanafahamu habari tu ya msamaha, lakini kuna mambo mengi, na leo ningependa kuongea mambo matatu tu ya muhimu juu ya damu ya thamani ya Yesu Kristo, au nguvu iliyomo ndani ya damu ya Yesu, au kile ambacho Mungu ametenda kupitia damu ya Yesu kwako wewe uliyookolewa, wewe uliyetakaswa, wewe uliyooshwa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Jambo la kwanza tunalipata kupitia damu ya Yesu Kristo ni msamaha. Msamaha wa dhambi zetu. Msamaha wa dhambi yako. Biblia inasema kupitia damu ya Yesu tunapokea msamaha wa dhambi zetu. Yesu alikuja duniani ili atuokoe, na kwa damu yake iliyomwagika pale msalabani tumepata ondoleo la dhambi. Bwana asifiwe. Tumepata ondoleo la dhambi. Yesu alikamilisha kazi, na maandiko yanasema yeye alipomaliza kazi alisema imekwisha. Manake kazi ya kuokoa mwanadamu, ya kumkomboa mwanadamu, ya kumweka mwanadamu kuwa huru aliikamilisha. Kama kuna mwanadamu anaishi bado dhambini katika vifungo vya shetani, ni kwa sababu mwenyewe hajaamua, hajaamini na kumkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mtu wa jinsi hii ataendelea kukaa katika hali ya mateso kwa sababu mwenyewe hajaamua kwenda kwa Yesu atakaswe na kuoshwa kwa damu yake ya thamani. Haleluya. Kuwepo kiwanda cha sabuni haina maana watu wote watakuwa wasafi na nguo zao zitakuwa safi. La hasha. Lazima aliyechafuka aichukue sabuni, aoge mwenyewe, afue na nguo zake, ndipo atakuwa safi. Bwana asifiwe. Asipochukua hatua hiyo, hata kama maduka yote hakutakuwa na bidhaa yoyote ile isipokuwa sabuni, bado aliye mchafu atabaki kuwa mchafu. Na wewe ndugu yangu, hata kama ukienda kanisani, kama maisha yako bado hujamkabidhi Kristo, wewe bado utabakia kuwa mwenye dhambi, kwa sababu Yesu Kristo hujampokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako ayatakase. Kinachotakasa sio dini unayoiabudu.
Kinachotakasa ni damu ya Yesu Kristo. Lazima uwe na ushirika na mahusiano na huyo Yesu mwenyewe, na umkubali katika maisha yako akubadilishe. Akisha kukubadilisha, ndipo pale ile damu yake itatenda kazi katika maisha yako. Haleluya! Wanadamu tunakosea kwa sababu tumeipa heshima sana dini kuliko Yesu ambaye anaokoa, na hii ni hasara kwetu sisi sote, lakini ni faida kwa wale waliompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mimi ninakupa changamoto wewe unayeabudu dini ya baba yako na mama yako pasipo kumpata Yesu katika maisha yako, kwa sababu lazima ufike wakati wa kuwa na maamuzi binafsi. Baba atasimama peke yake mbele za Mungu, na mama atasimama peke yake mbele za Mungu, atatoa hesabu zake. Na wewe pia utasimama mbele za Mungu kutoa hesabu ya maisha yako. Kwa hiyo sisi sote tutasimama, kila mtu kwa wakati wake. Ni kweli wazazi wametuzaa, lakini Yesu ana nafasi katika maisha yako wewe binafsi. Kitabu cha Mathayo 26 na mstari wa 28. Msamaha wa dhambi. Mathayo 26 mstari wa 28. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Amen. Anasema kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kazi yake damu ya Yesu ni kuziondoa dhambi zetu. Waefeso 1:7. Waefeso 1:7. Inasema, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Amen. Tunapokea masamaha ya dhambi. Masamaha ya dhambi. Efeso 2:13 pale chini. Nasema, lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Tulikuwa mbali hapo kwanza, lakini damu ya Yesu ina nguvu ya kusababisha sisi tuwe karibu tena na Bwana Yesu. Tunakuwa karibu kwa sababu ya hiyo damu. Haleluya. Walawi 17 mstari wa 11. Walawi 17:11 inasema, kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Amen. Haleluya. Anazungumza uhai. Uhai. Uhai wa mwili u katika hiyo damu. Bwana asifiwe. Uhai wa mwili u katika hiyo damu. Ndio maana ukisoma baadaye maandiko yanatukataza sisi kunywa damu, sababu damu ni uhai, na Mungu huwa hawezi kunyamaza damu ya mtu ikimwagika hivi hivyo ovyo ovyo. Ndio maana Biblia anasema usiue.
Sababu Mungu anafuatilia uhai. Hata Kaini alipomua ndugu yake alisema, damu ya ndugu yako inanililia kutoka ardhini, kwa sababu ilimwagwa. Haleluya. Na najua ukikosa damu si hamna kuishi, sio? Ndio uhai upo ndani ya hiyo damu. Anasema, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Ndio maana Yesu Kristo ilibidi amwage damu yake ili ifanyike kuwa upatanisho wa sisi na Mungu. Amen. Kwa hiyo unapomfuata Yesu Kristo ukakubali kusamehewa dhambi zako, damu yake ile inafanya ilete upatanisho kati yako wewe na Mungu. Mungu anatutakasa. Anaiona damu ya mwanawe. Haleluya. Hiyo damu imepakwa kwenye paji la uso wako, kwa wewe uliamua kuokoka. Isipokuwa wewe ambaye hujaamua kuokoka, leo ni nafasi yako ili damu ya Yesu na wewe upakwe nayo kwenye paji la uso wako. Na hiyo damu ikishapakwa, hata shetani ukitembea anajua huyu ni mwana wa Mungu. Huyu ameokoka. Huyu sio wa ufalme huu, ni wa ufalme wa Mungu, ni wa ukuhani mtakatifu. Bwana apewe sifa sana. Kwa nini? Kwa sababu Bwana amekusamehe. Kwa hiyo maandiko haya ambayo tumeyasoma yanathibitisha kwamba damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili yetu. Tumepata uzima wa milele. Tumepata msamaha wa dhambi, kuweza kuingia mbinguni kupitia kuoshwa kwa dhambi zetu. Katika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, mstari ule, hebu kwanza soma mstari wa 8 mpaka wa 10. Sura ya kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana. Inasema, tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo kwetu. Amen. Bwana asifiwe sana. Ule mstari wa 7 anasema, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi zote. Ndipo Bwana anasema, tukisema hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Lakini tukiziungama, yeye ni mwaminifu, hata anatusafisha na uovu wote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anatusafisha na uovu wote. Damu ya Yesu Kristo, namba 2, inaleta ukombozi. Inaleta ukombozi. Amen. Unaweza ukawa umesamehewa, lakini bado ukawa katika kifungo. Mwingine alishuhudia hapa mwanzoni mwa mwaka huu. Kusamehewa, umesamehewa, lakini bado kuna kifungo kimekukamata. Unatembea katika kila kifungo. Ina maana ni kwamba bado hujajitambua au hujafahamu haki zako kama mwana wa Mungu. Hujatambua haki zako. Kwa hiyo unatembea bado katika kifungo. Haleluya. Kuna mfano mmoja mzuri napenda kutoka. Kuku, mara nyingi tunaposafiri naye au anapopelekwa nyumbani, anakuwa amefungwa miguu. Amen.
Lakini kuna wakati unamfungua lakini haondoki, sio? Yuko pale pale. Sio kwamba amefungwa, yuko huru, lakini hajajua kwamba amefanya nini? Amefunguliwa miguu. Hajafahamu. Kwa hiyo bado anaweza akawa amebaki hapo hapo. Ndio maana unafanya nini? Unamtisha kidogo. Akiruka hivi asema, kumbe miguu yangu ipo huru. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kutumia damu ya Yesu kinyume na mashambulizi ya adui. Damu ya Yesu Kristo inaweza ikakufanya wewe uondoke katika mashambulizi au vifungo vya adui Shetani, magonjwa, udhaifu na kila namna ya kazi za Shetani, ukaitia damu ya thamani ya Yesu ikafungua. Bwana asiwe sana. Soma kitabu cha Waebrania 2 mstari wa 14. Waebrania 2 mstari wa 14. Inasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Amen. Amharibu. Anasema basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Wakolosai 1:13. Inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Amen. Akatuhamisha. Kuhamishwa manake kuondolewa chini ya kongwa zito la adui la Shetani, kufungwa katika vifungo fulani. Lakini ile kazi ya msalaba na damu yake ikasababisha muondolewe kule. Umehamishwa, umetolewa. Wakolosai 2:15. Inasema, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati ya hao mnaonekana. Wakolosai 2:15. Ndio hiyo. Inasema, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Amen. Yohana wa kwanza 3:8. Inasema, atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa, ili azivunje kazi za Ibilisi. Amen. Ili azivunje zile kazi za Ibilisi, alidhihirishwa kupitia damu yake. Kazi za adui zimevunjwa, zimeharibiwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Kilichomshinda Shetani na nguvu zake za giza ni kifo chake Yesu Kristo pale msalabani. Bwana asifiwe. Shetani alifikiri Yesu akufa kwake pale msalabani ni kama ameshindwa. Kumbe ushindi ndio ulipatikana. Na tunasoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:18. Neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, lakini kwa wale wanaookolewa ni nguvu ya Mungu. Amen. Tumia damu ya Yesu katika maombi yako. Damu ya Yesu inaharibu kazi za Shetani, na maadui wanaelekeza mashambulizi juu yako. Ukitumia damu ya Yesu hawakupati. Wanasoma
kama wiki 2-3 zimepita, juu ya ushuhuda wa mtu mmoja aliyekuwa anatumiwa au anamtumikia adui. Baadaye Yesu akamwokoa, akasema katika vitu ambavyo tunaviogopa sisi, mmojawapo ni damu ya Yesu. Mtu anayesema damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Haleluya. Akasema hivi, wana wa Mungu wanafahamu uweza na nguvu ilimo ndani ya damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Ndio maana ukiomba ukasema na Mungu nifunike na damu ya Yesu, ni kweli unafunikwa na damu ya Yesu. Tufunike na damu ya Yesu. Haleluya. Kwa hiyo hakikisha una maandiko ya kutosha juu ya kusapoti maombi yako juu ya damu ya Yesu Kristo na kuzishinda nguvu za giza. Amen. Kitabu cha Luka 10 mstari ule wa 19. Luka 10 mstari ule wa 19. Anasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, hakuna kitu kitakachowadhuru. Bwana asifiwe. Hakuna. Tumepewa jina. Bwana asifiwe. Luka, soma 9:1. Luka sura ya 9 mstari wa 1 inasema, akawaita wale thenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Amen. Haleluya. Ukombozi, deliverance, ili uwe huru. Bwana Yesu alikamilisha kazi kupitia damu yake Yesu Kristo ili tuwe huru. Amen. Tusitembee tena katika hali ya kifungo. Bwana asifiwe sana. Nimalizie kwa sababu tuna kitu kingine cha kufanya. Ulinzi. Ulinzi. Damu ya Yesu inaleta ulinzi. Unaweza ukaomba ulinzi kupitia damu ya Yesu Kristo. Amen. Ukaomba ulinzi. Ofisini kwako pafunike kwa damu ya Yesu. Pale meza yako ofisini ifunike kwa damu ya Yesu. Na kiti chako kifunike kwa damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Usipokifunika kwa damu ya Yesu, shetani atakuja atakufanyia mambo yake yasio. Haleluya. Funika ofisi yako kwa damu ya Yesu. Ile meza yako pale sokoni ifunike kwa damu ya Yesu. Shetani hawezi kwenda kuleta vitu vyake pale. Umeweka ulinzi. Ifunike nyumba yako kwa damu ya Yesu. Wafunike watoto wako kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaweka ulinzi. Mahali pale tuliposoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 12, Biblia nasema, na waipake damu katika miimo ya milango, vizingiti vya milango. Alafu anasema yule malaika anayeharibu, anayeua, atakapoiona damu hata ingia humo. Bwana asifiwe. Kwa sababu anaiona damu, anaona hii hapa siwezi kuingia. Hawa watu wamewekewa ulinzi. Kuna kitu kinanizuia nisiingie. Bwana asifiwe. Niwahi kuona wengine walikuwa wanaandika katika karatasi vikaratasi vidogo vidogo, vipost. This car is protected by the blood of Jesus. Mwe kuona? This house is protected by the blood of Jesus.
fanya kwa imani, sio tu kuandika. Bwana asifiwe. Omba ukimaanisha kwa imani. Hivi vitu ukitenda kwa imani vinakuwa ndivyo. Amen. Kwa hiyo yule malaika alikuwa anakwenda kuua, anapokuwa na nyumba isiyokuwa na damu, kama mlisahau kuipaka hiyo damu, kilio kitatokea kwenye hiyo nyumba. Haleluya. Bwana asifiwe. Jifunike kwa damu ya Yesu Kristo, ili neema ya Mungu iendelee kuwepo juu ya maisha yenu. Imo nguvu ndani ya damu ya Yesu. Haleluya. Damu ya Yesu unapoita. Mmoja walikuwa wameenda kanisani, wakawa wakati ule wa kusifu, wakawa nguvu fulani nguvu ikawa inashuka. Yule mmoja akafunuliwa, akamwona mtu kule, yeye anaita tu damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu. Kumbe nguvu ile inaposema damu ya Yesu, ukaoja wingu la ulinzi ikawafunika wale watu pale. Alikuwa anaita damu ya Yesu. Hakuwa anaomba, yeye alikuwa anasema damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Haleluya. Damu ya Yesu itamke, itaje. Amini katika damu ya Yesu Kristo. Amini nguvu iliyomo ndani ya damu ya Yesu, uweza uliomo ndani ya damu ya Yesu, mamlaka iliyomo ndani ya damu ya Yesu. Imo nguvu ya kipekee ndani ya damu ya thamani ya Yesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Sisi wa Kristo tumepewa kitu cha tofauti sana, lakini wakati mwingine tumeshindwa kuelewa yale ambayo Mungu ametukirimia, ambayo tunapaswa kukaa nayo. Damu ya thamani ya Yesu. Tusimame. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Ukiwa umefunika macho yako, uko mahali hapa na unajua damu ya Yesu haijatenda kazi katika maisha yako, hujaokoka, hujamwamini Yesu Kristo. Shetani huwa anajua kwamba huyu damu ya Yesu imemtakasa, na anamwogopa aliyepakwa na kufunikwa na damu ya Yesu. Na jambo hili liko katika imani, katika ulimwengu wa roho. Wala huwezi kusema mimi Bwana na dini yangu. Dini yako haiwezi kukufunika. Unaweza kuwa na dini lakini ukapigwa vizuri tu na adui, kwa sababu huna mamlaka. Hakuna nguvu ndani yako iliyokufunika. Wewe uliyefika mahali hapa unasema nataka hii damu ya Yesu initakase, inisafishe, inifunike, nipate kibali kwa Mungu, nitembee mwaka huu katika utukufu na nguvu na uweza na mamlaka ya kimungu ndani ya maisha yangu. Hiyo damu ikufunike. Nyosha mkono wako. Wewe unasema kweli naitaka hii damu ya Yesu isababishe uzima katika maisha yangu, isababishe ukombozi na neema ya Mungu ikae ndani yangu, nisiwe mwenyewe, kwa sababu sijaiamini, sijaikiri. Mungu akubariki sana. Wewe unasema mimi nahitaji damu ya Yesu, nahitaji hiyo damu ya Yesu inifunike. Nyosha mkono wako ili Bwana Yesu akufunike na damu yako ya thamani, ili neema ya Mungu iwepo juu ya maisha yako. Mungu akubariki wewe uliyenyosha mkono. Naomba uchukue hatua nyingine, uje hapa mbele ili mimi na wewe tumkiri Kristo mahali hapa kwamba tunahitaji damu ya thamani ya Yesu
na neema yake ya kipekee iwepo maishani mwetu, itufunike na nguvu zake, isababishe uzima ndani ya maisha yetu, na neema ya Mungu ikapate kutufunika, tutembee na Bwana. Funika macho yako, jitazame wewe mwenyewe uliyekuwepo hapa. Damu ya Yesu imekufunika. Damu ya Yesu iko ndani ya maisha yako, na neema ya Mungu ipo maishani mwako. Mungu akubariki wewe uliyefika mahali hapa. Nimesema funika macho yako. Unaweza kuwa unawachungulia watu wengine, kumbe wewe mwenyewe damu ya Yesu haijakufunika. Uko mwenyewe, uko peke yako. Wewe uliyefika mahali hapa, hebu nifuatishe maneno haya. Na wewe uliyekuwa nyuma, hebu kiri maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Nakuja mbele zako. Ninahitaji damu ya thamani iliyomwagika pale msalabani kwa ajili yangu, ipate kunitakasa, ipate kunisafisha dhambi zangu zote. Na tubu mbele za uso wako Yesu. Damu yako Yesu isafishe roho yangu, isafishe nafsi yangu, isafishe mwili wangu, nipate kibali machoni pako. Roho zote za mauti ninazikataa, wala katika orodha ya mauti nisiwepo tena. Niwepo kwenye orodha ya uzima, katika roho ya uzima, wokovu wa roho yangu, wokovu wa nafsi yangu, wokovu wa mwili wangu. Damu ya Yesu inisafishe, initakase, nipate kibali mbele za uso wako Mungu, nitembee na wewe, Yesu Kristo mwana wa Mungu, aliye hai, maisha yangu yote, na mwaka huu Bwana Yesu nifunike kwa damu yako Yesu. Maisha yangu yote yafunikwe na damu yako Yesu. Neema yako Mungu isinipungukie. Ngoja niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu, sante kwa ajili ya watakatifu wako hawa uliowaosha na kuwatakasa kwa damu ya thamani. Umewapa kibali, wana kibali machoni pako Kristo. Neema yako Mungu ikawafunike, e Bwana. Roho wa uzima, roho wa wokovu, roho wa uponyaji, roho wa ushindi, roho wa baraka akawashukie kwa jina la Yesu. Nguvu zako Mungu zikawafunike, uweza wako Yesu ukawafunike, nguvu ya uzima ikawafunike, damu yako Yesu ikawafunike, nguvu zako Yesu zikawafunike katika jina la Yesu. Na vunja kila kazi za adui na hila zake, mamlaka za giza, mauti na kuzimu, wote na wafunika kwa damu yako Yesu. Kanisa zima nalifunika kwa damu yako Yesu. Mamlaka za giza, roho za uharibifu zikashindwe, mauti na kuzimu vyote na vikomesha katika jina la Yesu. Damu yako Yesu imfunike kila moja. Hebu sema maneno haya, sema, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inifunike nafsi yangu, roho yangu na mwili wangu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu ninahitaji. Nitakase kwa damu yako Yesu, nisafishe kwa damu yako Yesu, nipate kibali kwa damu yako Yesu. Funika nyumba yangu, funika uzao wangu kwa damu yako Yesu. Funika kila nilicho nacho, wana mali zangu zote kwa damu ya Yesu. Nitembee chini ya mamlaka na nguvu zako Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Shukuru Mungu kwa dakika chache. Baba, ninakushukuru. Sante kwa neema hii ya ajabu. Sante kwa wokovu wako.
Sante Yesu uliyelipa gharama kwa ajili ya maisha yetu, tupate ukombozi na kupokea ondoleo la dhambi. Asante kwa neema yako Bwana. Mungu ninakutukuza, Mungu ninakubariki katika jina lake Yesu Kristo. Sante Roho Mtakatifu. Naweza karudi, meza iondolewe. Watu wa praise and imba damu juu ya damu katika tenzi. Damu, watu wa praise, shika nafasi haraka. Ni ya Immanuel. Watu wajipange hapa mbele. Wale ambao wanashiriki, kama umeokoka na umebatizwa katika maji mengi, una haki ya kushiriki meza ya Bwana. Damu imebubujika, ni ya Immanuel. Weka nafasi pia ili watu waweze ili mhudumu aweze kupita katikati. Wenye taka usafi wa kweli, usafi wa kweli, usafi wa kweli.